Familia moja katika kijiji cha Wanjiku katika kata ya Marmanet katika kaunti ndogo ya Nyahururu inaomboleza kujitia kitanzi kwa mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 23, Joseph Ndirangu, ambaye anasemekana kuwa alinusurika shambulizi la kisu. Alijitia kitanzi kutokana na kile kilichodaiwa kuwa kushindwa kwa polisi kumkamata ama kuwakamata watu waliomvamia. Washukiwa hao wanasemekana kwamba hawajulikani walipo na wakazi wanaendelea kutembea wakiwa huru. Wakazi wa kijiji cha Wanjiku katika kata ya Marmanet, kaunti ndogo ya Nyahururu, wanaishi kwa hofu kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya visu ambayo yamewaacha watu kadhaa wakiwa na majeraha na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Joseph Ndirangu mwenye umri wa miaka 23 alishambuliwa mwezi Disemba na kuachwa akiwa amepoteza fahamu. Baadaye alipona na kuripoti wavamizi hao kwa mamlaka husika. Licha ya kuwasilisha ripoti hiyo, mmoja wa washukiwa, Francis Lomewo, anayejulikana pia kama Pusi, alisalia huru na kuwatishia wakazi. Inasemekana hatua ya polisi kutochukua hatua ilimfanya Ndirangu kujitia kitanzi. Mwili wake ulipatikana nyumbani kwake na kusababisha ghadhabu nyingi. Tumeamkia kijana amejitoa uhai, na chanzo kubwa ni vile ambavyo alidungwa na kisu. Nataka tu haki ya mtoto wangu tafadhali. Mtoto wangu ameenda tu hivyo. Kijana mdogo sana, nimemlea na tabu mingi sana. Wakati huo, katika eneo la Luanda, kaunti ya Vihiga, wakazi wamejitokeza kulalamikia ongezeko la matukio ya wizi yanayowalenga wahudumu wa M-Pesa. Mwanamke mmoja alipigwa risasi kifuani na kufariki na wavamizi walioripotiwa kumfuata kwa pikipiki. Hali ya usalama hii area haiko sawa, especially tuseme Luanda sub-county. Kumekuwa na visa hivi za kunyang'anya watu wa M-Pesa kama 4 tofauti. Huko Molo, wamiliki wa maeneo ya burudani wamehimizwa kuimarisha usalama kutokana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama. Tumeweka mikakati ya usalama bila wanaweza fanya hizo biashara zao ikiwa na usalama. Maafisa wa utawala wanataka kuwekwa kwa picha za CCTV na kuzingatiwa kwa sheria zinazohusiana na uuzaji na matumizi ya pombe ili kuzuia uhalifu. Teresa Mutai, Darubini.